Mwanaume, ni kweli wewe unatakiwa kuheshimika. Sitakuwa mnafiki wa kumwambia mwanamke akuheshimu nikakusahau wewe pia kukujenga kwamba ni vitu gani ambavyo inatakiwa uvifanye ili sasa uheshimike, kwa sababu kuna wakati mwingine wewe mwenyewe unaweza ukatengeneza picha ambazo zitasababisha udharaulike. Baadhi yenu nyinyi wenyewe ndo mnatafuta dharau, mnatafuta kuto kuheshimika na wake zenu. Kwa mfano, kuna dada mmoja amenitafuta akaniambia, dada, kiukweli vitu vingi unavyoviongea unaongea ukweli, lakini baadhi ya wanaume hawako sawa. Wao ndio wanasababisha sisi kama wake zao tushindwe kuwapa heshima. Akasema kwa mfano, mimi nijiwekee mfano, mume wangu ameshatongoza majirani karibia wote na baadhi yao ametembea nao. Mume wangu mimi ameshawahi kutongoza mpaka watu wangu wa karibu, dada zangu, ikawa aibu kwenye familia. Mume wangu mimi ameshatembea na baadhi ya marafiki zangu. Mume wangu mimi ameshawahi tembea na binti wa kazi ndani ya nyumba yangu. Kiukweli naomba nikwambie mwanaume, hii sio njia nzuri itakayokufanya wewe uheshimike na mwanamke. Kiukweli baadhi yenu ni kweli mnanyimwa heshima na wake zenu bila sababu, lakini wengine wake zenu wanafikia hapo mlipofikia leo kwa sababu ni nyinyi wenyewe hamwapi chachu wake zenu ya kuwaheshimu. Wewe fikiria, ikifika kipindi wewe mwenyewe kama mwanaume unaruhusu kuvua kinyago chako mpaka kwa ndugu wa mkeo kwenda kuwatongoza, unafikiri ni kipi unachokijenga hasa? Ikifika kipindi wewe unatembea na marafiki wa mkeo, unatembea na majirani wa mtaani kwako, ni kipi unachokitengeneza? Sitakuwa mnafiki wa kuendelea kusema kwamba wanawake wawaheshimu nyinyi wanaume kisha nisahau na ninyi kuwawekea misingi. Wewe kama mwanaume ndiyo ni mwanaume, lakini lazima ujue kwamba mimi kama mwanaume nina heshima zangu ambazo zitanifanya watu wengine waniheshimu. Unaenda kutafuta dharau mpaka kwa ndugu wa mkeo, unawatongoza, hawajakukubalia, imebaki kuwa aibu, umedhalilika. Unatembea na binti wa kazi, unatembea na majirani, unatembea na marafiki wa mkeo. Mkeo atakuheshimu vipi? Kuna baadhi ya wanaume mnafanya makosa nyinyi wenyewe, kitu kinachosababisha heshima zenu zinaondoka. Mnaondoa wenyewe heshima zenu. Mwanamke haoni haja ya kuendelea kukuheshimu ikiwa wewe mwenyewe unafanya matendo ambayo yanamfanya yeye ajisikie hana hamu ya kukuheshimu, kwa sababu wakati mwingine hamu inatoweka. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unafanya matendo mabaya, ikiwa wewe ni mtu ambaye unamsaliti mkeo waziwazi, ikiwa wewe ni mtu ambaye unatembea na watu wa karibu wa mkeo, hakika huwezi kupata heshima kutoka kwa mkeo. Hii haijalishi hata kama mtu angesema mkeo atakuheshimu, haijalishi kwenye hali gani, lakini sio hali ya tabia mbaya. Ukiwa na tabia mbaya, sahau kuheshimika. Heshima tunayoizungumzia ambayo ukinyimwa wewe inabidi ulalamike ni ile ambayo wewe mwanaume umekaa kawaida, unaishi na mkeo kawaida, lakini yeye ndo amechagua kukudharau. Lakini kama unajijua wewe mwenyewe unafanya usaliti wa wazi kwa mke wako, unatembea na watu wa karibu wa mke wako, unatembea na majirani zako, unatongoza ndugu wa mke wako, lazima udhalilike, lazima heshima yako ishuke, kwa sababu wewe ni wa kwanza kujishushia heshima yako. Mkeo anakuwa ni mtu ambaye tu anafanya tu kwa sababu sasa hamu ya yeye kukuheshimu inatoweka. Hana hamu ya kukuheshimu tena kwa sababu wewe mwenyewe ndio unaamua. Huyo dada akasema, dada, mume wangu amekuwa na tabia ya kunitumia mimi clip zako kwamba nisikilize wewe unachokiongea. Nikasema kiukweli, kumbe baadhi ya wanaume wanatafsiri vitu vibaya. Wewe unataka ufanye dharau kwenye familia yako, uonyeshe tabia mbaya kwa mke wako, kisha mimi nikizungumza kwamba wewe mwanaume unatakiwa kupewa heshima, uone mke wako anastahili kukupa heshima. Ikiwa wewe hujiheshimu, wewe kaa ukielewa kwamba watu wanavyokuchukulia ni majibu ya wewe ulivyojiweka. Sijui kama unakielewa hicho kitu. Kwa hiyo wewe usije ukajidanganya kwamba mimi ni mwanaume ukawa unafanya vitendo vya hovyo hovyo kisha utarajie watu wa kuheshimu, utarajie mkeo wa kuheshimu, mkeo wa kuheshimishe kwa watu. Sahau. Kwa sababu wakati mwingine kuna baadhi ya wanawake sasa hivi wanaishi kwenye ndoa, mioyo yao ilishakufa, mioyo yao ilishateketea, kwa hiyo kilichobaki pale wanaishi basi tu. Kwa hiyo yeye kumuita mumewe muhuni, mbwa, sio shida zake. Kumuita mumewe yeye kila sketi sio shida zake. Kumuita mumewe usinipite mokozi ndio maneno yake. Wewe kama mwanaume unajisikieje unapokuwa kwenye hali ya namna hiyo? Mwanaume yeyote lazima ujiwekee mipaka ya heshima. Kwa sababu unataka wengine wakuheshimu, jenga picha ambayo itawafanya wengine wakuheshimu. Usiwe mtu ambaye unaonyesha tabia mbaya kisha unatarajia wengine wakuheshimu.
Sijui kama unanielewa. Usiwe mtu ambaye unajihesabia haki tu. Kabla ya wewe kumdai heshima mtu mwingine, hakikisha unajichunguza pia wewe. Isije ikawa wewe ndio sababu wa kuto kuheshimika. Wewe mwenyewe umetengeneza hiyo tabia ya kuto kuheshimika. Namna ambavyo unajidhihirisha kwa mtu, ndivyo mtu anavyokutafsiri. Sasa unajidhihirisha vibaya, unajionyesha vibaya, na ndio maana kila mtu anakuchukulia vibaya. Hata mke wako anashindwa kukuheshimu. Sijui kama unanielewa. Wewe kama mwanaume uliyekamilika kabisa, kamili, hakikisha unalinda heshima kwa watu wa karibu wa mkeo, kwa majirani, kwa binti wa kazi ndani ya nyumba yako. Wasikujue wewe. Kwa nini unataka kuwa mwanaume wa hovyo? Uwe mwanaume ambaye wewe sasa mwili wako kila mtu anaufahamu. Sehemu zako za siri, tena hata kama sasa zimeshakuwa sehemu za mtaa mzima. Inafika wakati mpaka wake zenu wakitukanana na watu mitaani humo, wanatukaniwa mpaka utu wenu nyinyi wa ndani, nyinyi wanaume. Ndio maana mme wako 1 2 3. Inafika wakati mkeo akitembea huko amevuliwa nguo zote, na wewe umeshawatongoza marafiki zake, umempa ujauzito rafiki yake, umetongoza dada zake, umetongoza mabinti wa kazi. Hiyo heshima utapewa vipi? Kwa sababu tukiachana na jinsia zetu, kiuhalisia, kibinadamu kawaida, mtu huwa anatoa heshima pale ambapo anapewa heshima. Hiyo isisahaulike. Sio kwa sababu wewe ni jinsia ya kiume ndio useme mimi nina haki ya kuheshimika. No, wewe mwenyewe umejenga tabia ambazo zinamfanya mkeo avutiwe kukuheshimu. Kwa sababu ukiona mwanamke anamheshimu sana mume wake, kaa ukijua kwamba huyo mwanaume anamheshimu pia mke wake. Yaani hilo lazima ulijue kwenye maisha yako. Usije ukafikiri mwanamke anaweza kutoa heshima kubwa kwa mumewe ikiwa mumewe hamheshimu. Hilo usitarajie kabisa, na utajidanganya. Sijui kama unanielewa. Wapo baadhi ya wanaume, sio kwamba wao sio wanaume, wanajua kwamba mimi ni wanaume, lakini bado anatambua kwamba mimi natakiwa kujiheshimu. Kuna mwanaume akiona binti wa kazi ndani ya nyumba yake, yani yeye sijui anaona ameona kitu gani. Kuna mwanaume akiwaona mashemeji zake, dada na wadogo wa mke wake, yeye anaona sijui ameona kitu gani. Kuna mwanaume akiwaona majirani, yani anaona kama na hataki hata jirani amzoee. Kuna mtu akishaona hata marafiki wa mkewe, yani anakaa nao mbali kabisa, kwa sababu anajua anachokitengeneza. Wewe unapotengeneza kuonyesha tabia zako kwa watu wa karibu na mkeo, lazima tu mkeo atadharaulika, na mwisho wa siku hata yeye ataanza kukudharau wewe. Kiukweli, sitowasahau kuambia huu kweli. Tabia ya binadamu ya kawaida, tukiachana na jinsia yetu, ni kwamba kila mtu huwa anatoa mema mahali ambapo anapokea mema. Hilo lazima ulijue. Mwanamke anayempa heshima kubwa sana mumewe, lazima huyo mwanaume hamuumizi. Huyo mwanaume anamheshimu. Huyo mwanaume amejitengenezea misimamo na mipaka fulani ambayo inasababisha yeye mwanamke anaona kabisa mume wangu ni mtu mwenye heshima zake na stahili kumheshimu. Sijui kama unanielewa. Wakati mwingine wewe mwanaume usiwe unaukimbia ukweli. Kaa, sikiliza ukweli, uchimbe, beba hata kama unakuumiza. Kaa chini, jitafakari. Ni kweli mimi nahitaji kupewa heshima, au ninachokifanya hakistahili mimi kupewa heshima? Lazima uwaze. Waza, isiwe mwanamke peke yake ndio anapambana kuwa perfect, alafu wewe unapambana kuwa mharibifu. Mwanamke atashindwa kukuheshimu wewe ikiwa wewe mwenyewe hujajiwekea mazingira, tabia na mipaka ambayo itasababisha yeye aone kweli ninastahili kumheshimu. Huyu ni mume wangu. Kweli ninastahili kuweka mipaka hii. Huyu ni mume wangu. Usipoweka hiyo, mwanamke atashindwa. Kwa sababu mwanamke na yeye anachukua vitu fulani kutoka kwako. Ukiona mwanamke anakuheshimu, mpaka ukaona kweli wanawake wa sasa hivi hawana heshima kama za huyu mwanamke, elewa kwamba hiyo heshima sio ya kwake tu, amechanganya na heshima yako. Huo ni ukweli mchungu. Mwanamke anachanganya heshima yake na heshima yako, kisha anaviunganisha vyote, anakupa wewe. Mwanamke anaweza kuwa na heshima nusu, akaikuta kwako wewe nusu, akaunganisha kikawa kitu kizima. Kwa hiyo akakupa heshima ya pekee sana, ukawa ndio mfalume wake. Akakuona wewe ni mwanaume wa pekee, kwa sababu ulimwengu wa sasa hivi wanaume wengi ndio kama hivi, changamoto. Wanawake wengi nao changamoto. Sijui kama unanielewa. Wewe kama mwanaume, tafuta na wewe kuwa na tabia njema, misimamo mizuri, Kila mtu akikutazama aone huyu mtu anastahili kuheshimika. Mke wako
Ametoka tu hapo barabarani anasikia umemtongoza rafiki yake. Anatoka tu hapo barabarani anasikia unatoka na yule rafiki yake. Ametoka tu hapo barabarani anasikia huyu mume wako sijui kimeenda kikarudi. Anatoka tu huku amerudi anasikia kwa binti umelala naye. Binti sijui amepata ujauzito. Vitu vya hovyo. Wewe kama mwanaume kwa nini ufanye vitu kama hivyo? Wewe ni mwanaume ndio, lakini kujidhalilisha sasa hiyo haijakaa kiume. Sasa hiyo ni tabia mbaya ambayo wewe unatakiwa uifanyie kazi. Wanaume sio wewe kumtaka kila mwanamke, mpaka watu wako wa karibu, watu wa karibu ambao ni wa mkeo, kiasi kwamba unajua hawa wakinikataa ni aibu. Kwa nini wewe huwa huwazi kwamba ikitokea nimemtongoza shemeji yangu akanikataa nini kitatokea? Lazima ujue hayo maneno yataenda mpaka ukweni. Umemtongoza rafiki wa mkeo, naye ana rafiki yake, lazima ataenda kumshirikisha kwamba mume wa fulani iko 1 2 3. Unakuwa umedhalilika wewe mpaka mkeo. Pengine mkeo kwa watu anaonyesha kama ndoa yake ina furaha, lakini wewe mwenyewe unaenda kuchokoa, unamwaga uchafu huko. Mkeo akipita ananyoshewa kidole, huyu naye vipi, huyu asilinge mumewe, tunamfahamu mtaa mzima. Hakuna si mfahamu mumewe alivyo. Inafika mahali we mwanaume mpaka utu wako wa ndani unaweza kukaa kujadiliwa na wanawake wa nje. Wanakupimanisha, wanakujadili, huyu anakufahamu, huyu anakufahamu, yule anakufahamu. Inafika kipindi mkeo akigombana na watu, anatukaniwa utu wako wa ndani we mwanaume. Ndio maana mume wako hivi na hivi. Ndio maana mume wako lihuni. Ndio maana unateseka kwenye ndoa. Ndio maana unafanya hivi. Sahau kuheshimika na mkeo. Wewe kama mwanaume unastahili kuheshimika, ni haki yako. Lakini pia wewe unatakiwa kumheshimu mkeo. Tafuta kujionyesha hiyo tabia kwa mkeo ili umvutie mkeo kukuheshimu, kwa sababu matokeo ya kile anachokifanya mkeo ni matokeo ya kile anachojifunza. Baadhi ni kweli wanawadharau waume zao kwa sababu ya uchumi, kwa sababu hawana pesa, kwa sababu wamewazidi elimu, kwa sababu wamewazidi pesa, vitu kama hivyo. Lakini mwanamke wako akianza kukudharau bila sababu, pengine labda wapo, sikatai, lakini baadhi yao, wengi wao wanashindwa kutoa heshima kwa waume zao kwa sababu nao hawapewi heshima, na yeye haoni kitu kinachomfanya yeye kuheshimu. Kila siku anaambulia maumivu, kila siku moyo wake unateketea, moyo wake unaumia, moyo wake unaungulia. Kiukweli kukupa heshima itakuwa ngumu, na wakati mwingine anatamani hata siku moja useme hii ndoa ifike mwisho. Hakikisha unamdai mkeo kitu ambacho unajua unampa. Wewe umekaa tu mstaarabu, hatukatai. Wako wanaume wamekaa wastaarabu, wanawaheshimu wake zao, wanaishi vizuri na wake zao, lakini wake zao wanasumbua. Hilo hatukatai. Lakini wako baadhi ya wanaume wao wenyewe wanatengeneza picha za kudharaulika, kisha wanalaumu kwamba mimi sipewi heshima. Kumbe wewe mwenyewe mke wako anasikia habari zako akitoka tu nje ya geti. Akifungua tu mlango akatembea hatua 7, ameshaonyeshwa mwanamke wako. Akigeuka huku rafiki yake fulani alimsaliti na wewe. Akigeuka kule binti wa kazi ana ujauzito wako. Akigeuka kule dada zake na wadogo zake wanalalamika wametongozwa na shemeji ambaye ndio wewe. Huo sio wanaume. Na kwa namna hiyo hutoipata heshima unayoitafuta. Utahisi wewe labda sijui nini kinaendelea, au utamuona huyo mwanamke mbaya, lakini hata ukienda kwa mwanamke mwingine pia naye hatakupa heshima kama utakuwa hujiheshimu.